Nimewaita kwa ajili ya kuwapa taarifa ya matokeo ya uchaguzi wa viongozi katika mamlaka za serikali za mitaa kwa uchaguzi tuliofanya kwa lengo la kwamba tupate viongozi wetu wa vijiji, vitongoji pamoja na mitaa. Na kwa uchaguzi uliofanyika jana tarehe 24 mwezi wa 11 mwaka 2019. Ndugu habari, kumbuka kwa sheria ya serikali za mitaa, mamlaka za wilaya sura namba 287 na sheria za serikali za mitaa, mamlaka ya miji sura namba 288 zinaelekeza kufanyika kwa uchaguzi wa viongozi wa mitaa, vijiji na vitongoji kila baada ya miaka mitano. Kwa mwaka 2019 uchaguzi wa wenyeviti wa vijiji, vitongoji, mitaa, wajumbe wa halmashauri ya vijiji na wajumbe wa kamati za mitaa umefanyika tarehe 24 mwezi Novemba 2019, yaani ni jana. Tukumbuke kwamba zoezi la uandikishaji ya kuandaa orodha ya wapiga kura lilifanyika kwa mujibu wa kanuni za uchaguzi kwa viongozi katika mamlaka za serikali za mitaa kuanzia tarehe 8 Oktoba mpaka tarehe 17 Oktoba 2019, na jumla ya wapiga kura 1,681,259 walijitokeza kujiandikisha katika daftari la orodha ya wapiga kura. Kati yao wanaume walikuwa 9,522,992 na wanawake walikuwa 10,151,267. Idadi hiyo ya uandikishaji ni sawa na asilimia 86 ya lengo la kuandikisha wapiga kura 1,22,916,412. Sasa tukumbuke kwamba kulikuwa na zoezi la uchukuaji na urejeshaji wa fomu kwa ajili ya maombi ya uteuzi. Katika zoezi hilo jumla ya wananchi 550,036 kutoka vyama mbalimbali vya siasa walifanikiwa kuchukua fomu na jumla ya wagombea ama wananchi 539,993 sawa na asilimia 97.3 walifanikiwa kurejesha fomu zao. Katika mchakato huo kuna vyama vilishiriki vya kisiasa katika uchaguzi wetu. Ni kwamba zoezi la uteuzi wa wagombea wa viongozi katika nafasi za mwenyekiti wa kijiji, mwenyekiti wa kitongoji, mwenyekiti wa mtaa na wajumbe wa halmashauri ya kijiji na wajumbe wa halmashauri ya mtaa lilifanyika Novemba 5, 2019. Aidha, mapingamizi na rufaa zilisikilizwa na kutolewa maamuzi kati ya tarehe 5 mpaka tarehe 9 mwezi Novemba 2019. Jumla ya vyama vya siasa 19 vilishiriki katika hatua mbalimbali za uchaguzi wa serikali za mitaa. Vyama hivyo ni pamoja na vifuatavyo: moja, Chama cha Mapinduzi, Chadema, CUF, ACT Wazalendo, NCCR Mageuzi, UPDP, NLD, NRA, SAU, ADA Tadea, TLP, UDP, Demokrasia Makini, DP, AFP, CCK, ADC, UMD na Chauma. Kampeni za uchaguzi. Kampeni za uchaguzi zilifanyika kwa muda wa takriban siku 7 ambao zilianza tarehe 17 Novemba 2019 hadi tarehe 23 Novemba 2019. Kwa kuzingatia kanuni na miongozo ya uchaguzi wa serikali za mitaa ambao tulizitoa katika mchakato huu wa uchaguzi. Kampeni zilifanyika kwa amani na utulivu sana. Kwa kweli naomba niwahakikishie kampeni zote katika siku 7 zilifanyika kwa amani na utulivu sana hapa mchini kwetu bila vurugu wala uvunjifu wa amani yoyote. Aidha, kampeni hizo ziliratibiwa vizuri kwa kuzingatia ratiba za kampeni zilizoandaliwa kabla ya kuanza kwa zoezi hilo la kampeni. Sasa kwa upande wa matokeo ya uchaguzi kulikuwa na wagombea waliopita bila kupingwa. Mikoa ambayo wagombea wa nafasi zote za uongozi katika halmashauri zote wamepita bila kupingwa kupitia Chama cha Mapinduzi ilikuwa ni mikoa minne. Ulikuwa mkoa wa Tanga, mkoa wa Katavi, mkoa wa Ruvuma na hali kadhalika mkoa wa Njombe. Jumla ya wagombea waliopita bila kupingwa kupitia vyama mbalimbali vya siasa katika halmashauri zote nchini ni kama ifuatazo: moja, Chama cha Mapinduzi
Kwa upande wa Chama cha Mapinduzi kilipita bila kupingwa kwa jumla ya nafasi za uongozi 316,474. Kati ya nafasi hizo, nafasi ya wenyeviti wa kijiji zilikuwa 1228, wenyeviti wa vitongoji walikuwa 62,927, wenyeviti wa mtaa walikuwa 4,207, wajumbe kundi la wanawake walikuwa 105,953, na wajumbe kundi mchanganyiko walikuwa 131,359. Hii ni kwa upande wa Chama cha Mapinduzi. Upande wa chama cha Chadema kilipita bila kupingwa kwa jumla ya nafasi za uongozi 69. Kati ya nafasi hizo, nafasi kundi la wanawake zilikuwa 27 na kundi la mchanganyiko zilikuwa nafasi 42. Kwa upande wa chama cha wananchi CUF, nafasi zilipita bila kupingwa kwa ujumla ya nafasi za uongozi zilikuwa ni nafasi 8. Kati ya nafasi hizo, nafasi za wajumbe la kundi la wanawake zilikuwa 3 na nafasi kwa kundi mchanganyiko walikuwa watu 5. ACT Wazalendo chama cha ACT Wazalendo kilipita bila kupingwa kwa jumla ya nafasi za uongozi 12. Kati ya nafasi hizo, nafasi ya kundi la wanawake ilikuwa ni 1 na nafasi ya kundi mchanganyiko zilikuwa 11. Sababu kuu za wagombea hao kupita bila kupingwa zilikuwa zifuatazo: 1, wagombea wa vyama vingine kutochukua fomu kabisa ya kuomba kugombea katika nafasi hiyo. Kwa hiyo utakuja kuona kwamba chama kimoja au nafasi hiyo imegombewa na chama kimoja peke yake. Kwa hiyo yule mtu anakuwa amepita bila kupingwa, provided kwamba alikuwa na sifa zote, basi mtu huyo alikuwa amepita bila kupingwa. Na sababu ya pili ilikuwa kwamba wagombea wa vyama vingine kutorejesha fomu za kuomba kuteuliwa. Kuna watu walichukua fomu lakini wengine hawakurejesha fomu. Kwa hiyo utajikuta kwamba waliochukua kurejesha singine ni chama kimoja peke yake ndio kilichukua fomu ile, basi utakuta mtu yule aliyochukua fomu ndio amepita bila kupingwa. Na sababu ya tatu ni baadhi ya wagombea walioteuliwa, yani baadhi ya wagombea wamewekewa mapingamizi mbalimbali, kwamba mtu amewekewa pingamizi, baada ya pingamizi limequalify, basi utakuta mtu amepita bila kupingwa aliyobaki. Na wagombea wa baadhi ya vyama vya siasa kujitoa au kuondolewa udhamini. Tumesema kwamba kama mnakumbuka kwamba kuna baadhi ya vyama vya siasa vilitangaza kujitoa, lakini kwa mujibu wa kanuni zetu ni kwamba anayepaswa kujitoa ni mgombea mwenyewe ama ngazi ambayo iliyomdhamini ndio ina haki ya kutoa udhamini wake. Na kuona hilo, ndio maana tuliamua kuandika barua katika vyama vyote vya siasa kuwaeleza kwamba wazielekeze ngazi zao za chini au magombea wao kwamba wajitoe kwa mujibu wa kanuni. Sasa utajikuta kwamba vyama vingine vilitekeleza hiyo haki ya msingi ambao wameona kwamba wao ni haki yao ya kidemokrasia. Kwa hiyo utakuta wale wagombea wao wengine waliamua kujitoa. Sasa unajikuta sisi amebakia mgombea mmoja, sasa manake amebaki amepita bila kupingwa. Sasa matokeo ya ujumla kwa wagombea kwa kila chama katika mchakato wa uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2019, kwa ujumla nafasi 362,160 zote zilihusika katika uchaguzi. Yani tulikuwa na nafasi za vijiji 12,262, mitaa 4,263, vitongoji 63,992, wajumbe la kundi wa wanawake walikuwa 106,622 na wajumbe la kundi mchanganyiko walikuwa 145,021. Matokeo yalikuwa kama ifuatavyo, ambayo hii sasa ndio sehemu muhimu sana, kwamba baada ya mchakato huo wote matokeo yalikuwaje. Chama cha Mapinduzi, manake hayo ni jumla wote waliopita bila kupingwa na wale waliopigwa kula. Kwa upande wa wenyeviti wa vijiji, Chama cha Mapinduzi kimeshinda kwa nafasi 12,260 sawa na asilimia 99.9. Kwa upande wa mitaa, Chama cha Mapinduzi kimeshinda mitaa 4,263 sawa na asilimia 100. Kwa hiyo manake mitaa yote ilienda kwa Chama cha Mapinduzi. Wenyeviti wa vitongoji, Chama cha Mapinduzi kimeshinda nafasi 63,970 sawa na asilimia 99.4. Kwa nafasi ya wajumbe la kundi wanawake, Chama cha Mapinduzi kimeshinda nafasi 106,577 sawa na asilimia 99.96. Na wajumbe la kundi mchanganyiko, Chama cha Mapinduzi kimeshinda nafasi
1,144,925 sawa sawa na asilimia 99.9. Kwa upande wa chama cha Chadema, wenye viti wa vijiji imeshinda nafasi moja, haikufanikiwa kupata mtaa, lakini wenye viti wa vitongoji imepata nafasi 19, wajumbe kundi la wanawake imepata nafasi 39 na wajumbe kundi mchanganyiko imepata nafasi 71. Kwa upande wa chama cha wananchi CUF, nafasi ya vijiji imepata nafasi moja, wenye viti ya mtaa hakufanikiwa chama cha CUF kupata mtaa. Chama cha CUF kimefanikiwa kupata mitaa miwili, wajumbe la kundi la wanawake imepata nafasi 3 na wajumbe kundi mchanganyiko imepata nafasi 14. Kwa upande wa chama cha ACT Wazalendo, haikufanikiwa kupata mwenyekiti wa kijiji, haikufanikiwa kupata mtaa, lakini imefanikiwa kupata mwenyekiti wa kitongoji mmoja, wajumbe la kundi la wanawake imefanikiwa kupata nafasi moja na wajumbe kundi nafasi mchanganyiko imepata nafasi 11. Chama cha UDP chenyewe katika nafasi zingine hakifanikiwa kupata, isipokuwa imepata mjumbe mmoja katika kundi la wanawake. Na chama cha DP hali kadhalika katika yale makundi mengine hakifanikiwa kupata nafasi, isipokuwa imepata nafasi moja katika kundi la wanawake. Kwa ujumla huo ndio mchanganuo wa nafasi mbalimbali. Kwa kuna vyama vingine ambao tunashukuru sana vilishiriki vizuri kwa kunadi sera zao, lakini hazikuweza kufanikiwa kupata nafasi katika uchaguzi huu wa serikali za mitaa. Kwa hiyo kiujumla, kama nikifanya rejea ya haraka ni kama nilivyoeleza kwamba kuna wanaviziri wa vijiji, vitongoji, mitaa, wajumbe wanawake na wajumbe wa kundi mchanganyiko, na mchanganuo wake ni kama unavyoona hapo. Ina maana kwamba ni vyama takribani vitano ndio vimesafesi 6: Chama cha Mapinduzi, chama cha Chadema, chama cha wananchi CUF, chama cha ACT Wazalendo, chama cha UDP na chama cha DP, ambavyo ukiviangalia jumla vinafika vyama 6. Ndugu wanahabari, naomba nihitimishe taarifa yangu kwa kutoa shukrani zangu za dhati kabisa kwa rais wetu Dr. John Pombe Joseph Magufuli, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ndio mwenye dhamana na wizara hii ya tawala za mikoa na serikali za mitaa, ambao kwa kiwango kikubwa amefanikisha mchakato wa uchaguzi huu mpaka tulipofikia. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa uwezeshaji wake mkubwa na usimamizi wake mkubwa katika kufanikisha uchaguzi huu. Halikadhalika napenda kuvishukuru vyama vya siasa ambavyo vimeonyesha ukomavu mkubwa sana wa kisiasa kwa kudumisha demokrasia nchini, kwa kushiriki kikamilifu katika uchaguzi huu wa serikali za mitaa. Vyama hivyo ambao vimeonyesha ukomavu mkubwa, na kwa kweli naomba nivisifu, vimeonyesha ukomavu mkubwa sana kwa kushiriki katika uchaguzi huu vizuri ipasavyo. Vyama hivyo ni pamoja na vifuatavyo: chama cha kwanza ni chama cha CCM, chama cha NRA, chama cha TLP, chama cha UDP, chama cha Demokrasia Makini, chama cha UMD, chama cha DP, chama cha AFP, chama cha ADC, chama cha SAU, chama cha UPDP na chama cha CCK. Tukumbuke kwamba vyama hivi viliingia katika uchaguzi kwa nguvu zote, bila kinyongo, bila longolongo. Walichofuata ni kwamba wanaenda kutekeleza kanuni. Kwa kweli naomba nivishukuru vyama hivi kwa sababu wao hawakutaka kuleta agenda ya aina yoyote, isipokuwa agenda yao ni kufuata kanuni za uchaguzi wa serikali za mitaa. Na ndio maana naomba nivishukuru sana vyama hivi. Lakini nishukuru wagombea ambao kwa kiwango kikubwa walionyesha uzalendo mkubwa wa kuhakikisha kwamba wao wamelenga katika misingi ya kanuni na kuangalia haki zaidi. Ndio maana mnaona kwamba kuna wagombea pale wa vyama mbalimbali vingine walishiriki uchaguzi huu na kupata ushindi katika maeneo mbalimbali. Kama nilivyosema hapa awali kwamba unaona vyama vingine wagombea wake waliendelea kuthubutu na mwisho wa siku wakainuka kidedea, na hii ndio serikali tunaitaka, ndio nchi tunaitaka, na ndio Watanzania tunawataka, kwamba wao wanajua kwamba haki yao ni ipi na inafuatwa kwa misingi ya sheria na kanuni tuliyojiwekea.
Pia napenda kuwashukuru wananchi wote walioshiriki katika hatua mbalimbali za uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2019. Nitoa shukrani zangu za dhati kwa vyama vya siasa na wagombea wao walioshiriki katika uchaguzi huu. Na wapongeza wagombea wote waliopita bila kupingwa na wagombea waliopita kwa kupigiwa kura na wananchi siku ya tarehe ya uchaguzi jana, yani tarehe 24 mwezi Novemba 2019. Aidha, na washukuru viongozi wote wa serikali katika ngazi mbalimbali hapa wizarani, taasisi na idara za serikali, viongozi wa mikoa, wilaya, halmashauri, tarafa, kata, vijiji na mitaa pamoja na vitongoji vyetu vyote kwa ushiriki wao kikamilifu kusimamia na kukamilisha uchaguzi huu wa serikali za mitaa mwaka 2019. Kwa namna pekee naomba niwashukuru sana wasimamizi wa uchaguzi, wasimamizi wa usaidizi wa uchaguzi ambao kwa kiwango kikubwa wakishirikiana na wasimamizi wa vituo walifanya kazi nzuri sana ya mfano katika kipindi chote cha uchaguzi huu wa serikali za mitaa. Na nishukuru pia vyombo vya ulinzi na usalama kwa kuhakikisha kwamba uchaguzi huu unaenda kwa amani na umefanyika katika hali ya utulivu na usalama. Kwa kweli tunaona jeshi la polisi na vyombo vyote vya usalama vilifanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba uchaguzi wa wananchi wanashiriki bila tatizo la aina yoyote. Pia napenda kuwashukuru sana wadau wote wa maendeleo na taasisi mbalimbali zilizoshiriki katika kutoa elimu ya mpiga kura. Na hususan naomba nivishukuru sana vyombo vya habari vyetu. Hakika wanahabari mmefanya kazi kubwa sana katika uchaguzi huu wa serikali za mitaa. Na kweli mimi najivunia sana na vyombo vya habari vya Tanzania. Mmetendea haki uchaguzi huu na mmetendea haki wa Tanzania, kwa sababu kila muda mlikuwa mkitoa taarifa mbalimbali katika swala zima la ushiriki wa uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2019. Kiujumla nishukuru kwa ujumla kwa sababu uchaguzi wetu umeenda kwa amani na utulivu. Mmeona kwamba jana watu wamejitokeza, vituo vimejitokeza vizuri, washiriki wamejitokeza, wananchi wamejitokeza vizuri. Lakini halikadhalika siku za nyuma tumeenda katika hali nzuri ya usalama wa nchi yetu, na hili ndio jambo kubwa la kujivunia katika taifa letu hili, kwa sababu hatuna taifa lingine isipokuwa taifa tuliokuwa nalo ni taifa la Tanzania. Binafsi kama mimi waziri niliopewa dhamana kusimamia uchaguzi huu, niwashukuru sana wote, wadau wote na Watanzania kwa ujumla. Swala la uchaguzi sio swala dogo, ni swala kubwa sana. Mnapoona kwamba mnafanya uchaguzi mpaka uchaguzi unakamilika salama, lakini kila mtu anapotimiza matakwa yake ya kidemokrasia kama nchi yetu inavyoelekeza, hili ni jambo la faraja kubwa sana. Hakika mwaka 2019 utakuwa ni mwaka wenye kumbukumbu kubwa, kwa sababu watu wafahamu kwamba kwa mara ya kwanza mwaka huu tumekuja na uchaguzi ambao umeandaliwa vifaa na kanuni zote. Na ndio maana wakati mwingine kulikuwa na kauli za hapa na pale, kwa sababu uchaguzi wa mwaka huu ulikuwa unatofautiana na chaguzi zingine za serikali za mitaa zilizopita. Ni uchaguzi ambao ulikuwa umeandaliwa kanuni za kutosha, ambao kila mtu alishiriki na kila mdau alishiriki vizuri sana katika kuandaa kanuni hizi. Sasa inawezekana wakati ule wa kuandaa kanuni, basi katika utekelezaji wa zile kanuni inawezekana kuna hali ya kidogo ya kimazoea ya hapa na pale, ambayo kidogo mwaka huu tumekuja kuhakikisha kama uchaguzi huu unafanyika katika utaratibu kwa mujibu wa kanuni tulizojiwekea. Binafsi naomba nivishukuru sana vyombo vya habari, niwashukuru wa Tanzania, lakini nishukuru timu yangu nikimshukuru naibu waziri hapa ndugu yangu Waitara, amefanya kazi kubwa sana muda wote, Kandegi amefanya kazi kubwa sana, lakini nimshukuru sana katibu mkuu wangu Injinia Nyamuhanga. Kwa kweli huyu mzee hajarara na timu yake, nishukuru sana. Kamati yetu ya uchaguzi imefanya kazi kubwa sana. Hivi sasa wengine bado hawajarudi, walikuwa bado wako site, wamefanya kazi kubwa. Ni washukuru wadau wote kwa pamoja, lakini washukuru wa Tanzania, ni washukuru sana viongozi wetu wa dini. Kwa kweli muda wote wamekuwa wakiliombea taifa letu katika uchaguzi wa serikali za mitaa mpaka hapa tulipofikia, taifa letu liko salama likiwa na amani. Viongozi wa dini wamefanya kazi kubwa sana toka tunapoanza mchakato wa uchaguzi huu, toka katika zoezi la uandikishaji, zoezi la kuchukua fomu, zoezi la kupiga kura. Viongozi wa dini katika madhehebu, katika misikiti, katika makanisa na katika nyumba mbalimbali za ibada walikuwa wakifanya kazi kubwa sana kuombea uchaguzi huu. Hakika tuna kila sababu ya kujivunia na Tanzania yetu, kwa sababu nchi zingine hawana fahari kama hii tuliyokuwa nayo. Baada haya sasa machache, naomba niwashukuru sana wanahabari wote kwa kuwa pamoja kwa kipindi chote. Sasa niseme pazia la uchaguzi wa serikali za mitaa sasa limefungwa rasmi la mwaka 2019. Mungu akijalia, ishara kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, inawezekana tukaonana katika uchaguzi mwingine kama Mungu akipenda wa mwaka 2024, uchaguzi wa serikali za mitaa, kama kila taratibu zitabaki kama zilivyo. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Asante sana kunisikiliza.